Na leo ameona anachokifanya. Unajua jana kwa upande wangu mimi nilitegemea kumuona Joshua Mutale akiathiri sana ile mechi. Yes. Kwa sababu ni mechi ambayo nilikuwa naamini inakwenda kurejesha kila kitu kwa upande wake. Lakini baada ya jana nikaona kuna kitu kinaweza kurejea tena kwa Joshua Mutale. Unaona kabisa pale kila shughuli imeisha. Yani hakuna kitu chochote ambacho nakiona mbele Joshua Mutale anaweza kwenda kukifanya tena baada ya jana. Kama ni muda Sheikh, muda ulikuwepo wa kutosha. Na kama ni mechi za madaraja makubwa, madogo na nini zote amepata kucheza. Sasa anahitaji kitu gani? Wala Simba wakubali kwamba wamepata hasara. Unajua uwekezaji kwenye mpira sometimes ukiwa ni mtu ukata tamaa, unaweza kukata tamaa na ukaacha. Unajua Joshua Mutale amesajiliwa kwa Joshua Mutale, unajua afadhali kwa hela nyingi. Ni zaidi ya milioni 300 imetumika kumsajili Joshua Mutale. Anapokea mshahara wa zaidi ya milioni 10 na Joshua Mutale kila mwezi zinaingia kwenye akaunti yake. Sasa hebu leo vaa viatu vya mwekezaji ambaye amewekeza kwenye klabu ya Simba. Alivyomwaga pesa kwa huyo mchezaji, halafu namna ambavyo pesa yake haitendei haki, kwa sababu Joshua Mutale haitendei haki fedha ambayo Simba wameitoa kwa ajili yake. Yaani mpaka sasa hivi hajaitendea haki. Yaani kwenye ligi kuu kwanza hana hata bao moja, hana hata assist moja. Umeelewa sijui? Sasa imagine Simba wametumia pesa kubwa kiasi hicho, lakini bado mchezaji hajaweza kuwa na impact kwenye kikosi. Wewe kama mwekezaji unajionaje? Yani unajifeel vipi moyoni mwako? Kwa hiyo sometimes viongozi wa hizo timu wanapitia changamoto kubwa sana kwamba wanatoa pesa nyingi kwa wachezaji ambao wanashindwa kuwapa kile ambacho wanakihitaji. Lakini kwangu mimi niliona mapema kwamba Joshua Mutale hawezi kuja kufanya vizuri kwenye klabu ya Simba hata kabla hawajamsajili. Kwa nini uliona hivyo? Kwa sababu ya aina yake ya uchezaji. Mimi nikwambie kitu kimoja. Mchezaji mzuri wa Zambia hawezi kutoka Zambia direct kuja Tanzania. Mchezaji mzuri anacheza Zambia hawezi kutoka direct Zambia kuja Tanzania. Akina Rally, Clatous walitokea wapi? Fuatilia. Chama alianza kwenda Misri akacheza kule akashindwa ndo akarudi nyumbani. Zambia. Akacheza akatoka pale nyumbani akaenda Ureno akashindwa ndo akarudi nyumbani. Ndo Simba wanamsajili. Rally Ball alishaenda South Africa akacheza akufanya vizuri akarudi, akatoka pale akaenda Angola hakucheza vizuri akarudi, ndo Simba ndo anakuja Simba. Yaani wachezaji wazuri wa Zambia hawaji Tanzania direct. Wanaanza kwenda huko ndo wanakuja Tanzania. Wafuatilie kina Obrahim Chirwa wakati anakuja Yanga. Mfuatilie mtu kama Moses Piri kabla hajaja Simba. Wote unakuta wameshaenda kwenye mataifa mengine, wameshindwa, ndo wanakuja kurudi huku. Unajua kati ya mataifa ambayo yanafuatiliwa kwa ukaribu na scout wengi duniani ni pamoja na Zambia. Kuna vipaji vingi vya mpira. Na ndio maana ukiangalia leo katika timu yao ya taifa, 90% ya wachezaji wanatoka nje ya taifa lao na sio Afrika Mashariki. Wanatoka South Africa, Afrika ya Magharibi, nani Magharibi kule, Ulaya. Kwa sababu taifa lao linazalisha wachezaji wengi sana wazuri. Kwa hiyo wale ambao unakuona wanakuja Tanzania ni wale ambao kule kwao wanaonekana ni wachezaji wa kawaida. Umeelewa? Na ndio maana ukiangalia mtu kama Joshua Mutale maisha yake yote kacheza pale Zambia, kwa sababu sio mchezaji ambaye kwanza ana skills nzuri sana, lakini sio mchezaji ambaye ni mzuri kwenye kupokea mipira, sio pasa mzuri, ila tu ana kasi. Sasa kasi yako tu haikusaidii kitu, na ndio maana miaka yote amecheza Zambia peke yake, kwa sababu alichonacho kwenye mwili wake ambacho anaweza kuwaofa Simba au kuiofa timu nyingine yote ni kasi. Sasa kuna wakati watu wanahitaji kasi, lakini wanahitaji pia skills za mchezaji, wanahitaji akili ya mchezaji kwenye mpira. Kitu ambacho kwa Joshua Mutale kinaonekana ni changamoto kwake, na ndio maana unaona hakuna vilabu vikubwa hata vilikuwa vinamzungumzaga kwenye masuala ya usajili. Hivi unajua kati ya wachezaji ambao Simba imewasajili msimu uliopita ambao wamewasajili msimu uliopita wakaanza kutumia klabu ya Simba, mchezaji ambaye Simba hakupata upinzani wa kumchukua ni Joshua Mutale. Sawa sawa.